Na ni siku nyingine tena karibu ndani ya The Golden Boot, kipindi ambacho kinapatikana Anwadi TV pekee, kipindi ambacho tunakwenda kuzungumza mengi yanayohusu michezo. Hii leo tutakwenda kuzungumzia Azam FC. Hawa ni matajiri wa jiji la Dar es Salaam wakiwa katika uwanja wa New Amani Stadium siku ya kesho kuyakabili Dedima Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco katika mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi. Azam FC mara baada ya kupoteza bao 2-0 huko katika uwanja wa Stade des Martyrs katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa wamerejea nyumbani katika uwanja wa New Amani Stadium. Wanakwenda kuwa mchezo wa aina gani Azam FC chini ya mwalimu wao Florent Ibenge, raia wa DRC ambaye mafanikio yake tu yanatosha kumaanisha kwamba Azam FC wana mwalimu bora na mzuri kweli ambaye anaweza wakafikisha nchi ya ahadi. Niko hapa na Lusamwa Bizunza kwenda kuzungumza hatima ya Azam FC katika mchezo wa kesho. Lusamwa, Azam FC kesho dimbani kukipiga dhidi ya vijana wa Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Wamekwisha kuwasili na kesho ndio mchezo. Azam FC nini ambacho anatakiwa kukifanya akiwa anakwenda kumkabili timu ambayo kiuhalisia imemzidi kila kitu kwa sehemu moja ama nyingine? Ni sahihi. Wydad kwa maana ya Wydad Casablanca wana kila kitu kuliko Azam. Lakini kitu kimoja kuhusiana na mpira hakihusiani na mpira. Azam ni second team uwanjani anapocheza na Wydad Casablanca. Lakini haimaanishi kwamba wanaweza wakawa ni dhaifu kwa dakika zote 90 na wakashindwa kwa contain walau kwa dakika 5 mpaka 10. Wydad Casablanca hii nafasi wanayo ukilinganisha na ubora walionao wachezaji waliowasajili kwenye kipindi hiki, lakini aina ya benchi la ufundi walionalo. Unamzungumzia mtu ambaye amewahi contest kwenye kocha bora wa mwaka wa bara la Afrika, Florent Ibenge amewahi contest kwenye hilo eneo. Sio mwalimu wa kawaida. Ukiwataja walimu wenye rangi nyeusi ambao wanatajwa sana barani Afrika, wa kwanza utamtaja Pitso Mosimane, wa pili utamtaja Florent Ibenge, halafu wengine watabaki wanapangana huku nyuma. Kwa hiyo Azam ina mtu ambaye anafahamu timu inahitaji kitu gani uwanjani ili iweze kupata matokeo ya ushindi. Hapo ndipo ambapo imani yangu ya kwanza ilipo. Lakini kitu cha pili, Azam wako nyumbani. Mtu anapokuwa nyumbani unapomvamia anayo nafasi ya kukufanya au kukudhuru kwa namna yoyote ile anayoweza. So Azam wanazifahamu corridors za uwanja wa Amani, wanafahamu mitaa ya Zanzibar. So Azam wanapaswa kucapitalize kwenye hivi vitu ili waweze kupata matokeo ya ushindi. Si encourage mbinu chafu ambazo zinaweza zikawasaidia Azam Football Club kupata matokeo, lakini kwa namna ambavyo wanaweza wakajiandaa, wanaweza wakapata matokeo ya ushindi, kwa sababu Wydad imewahi kuja Tanzania dhidi ya Simba ikapoteana. Kwa nini isipoteane dhidi ya Azam? Ni kitu ambacho kinawezekana. Wana wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kuamua matokeo. Nazungumzia Azam. Wana binadamu pale juu, Kitambala bora yuko pale juu. Yes. Wana mchezaji kama Faisal Salum yuko pale. Lakini ukiangalia kwenye defense line wana mtu kama Fuentes Mendoza Colombiano. Bonge la mchezaji ambaye hapewi heshima ile inayostahili kulingana na ule ubora ambao anaonyesha. Yoro Diaby ingawa sometimes kwangu mimi huwa namuona kama ana some sort of mistakes ambazo huwa zinaigharimu Azam, lakini I think kutokana na aina ya mwalimu ambaye aliyenaye ameshaweza kumueleza ni nini na nini anapaswa kukifanya na kwa wakati gani. Kwa hiyo sina shida kwenye hilo eneo. Ukija golini wana watu imara sana. Anaishi Manula ambaye tunafahamu ana muda mrefu hapati game time, lakini uwepo wake tu kwenye kikosi anaevoshare experience na wachezaji wenzake, anatengeneza kitu cha ziada kwenye mioyo na akili ya wachezaji. Lakini pia kuna Fofana, goalkeeper bonge moja la goalkeeper ambaye amesha prove ubora wake. Yani sio goalkeeper ambaye unaweza ukawa na hofu naye anapokuwa kwenye mlingoti milingoti miwili na ile post, milingoti mitatu. Maana yake ni kwamba Azam wana watu ambao wanaweza wakaibeba mgongoni wakaisaidia kupata matokeo dhidi ya Wydad Casablanca ambayo bado na yenyewe haina ubora huo wa kusema kwamba
ni tishio, kwa sababu na wenyewe sasa hizi ndo wanaanza tena kujikusanya kurudi kwenye Wydad ile ambayo ilikuwa inaoimbwa kipindi cha nyuma. So ni mchezo ambao Azam kama watakuwa makini na wakaweza kuzitumia nafasi vizuri, tofauti na ilivyokuwa kwenye uwanja wa Stade de Mati huko nchini Kongo, wakiweza kuzitengeneza nafasi na kuzitumia vizuri, wanaweza kupata matokeo ya ushindi. Hofu yangu inabakia tu pale kwenye kutumia nafasi wanazozitengeneza. Sina shaka kuhusiana na kuzitengeneza nafasi. Azam kulingana na aina ya wachezaji walionao, uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi wanao. Shida inakuja kwenye kuzitengeneza, kuziconvert zile nafasi walizozitengeneza kwa mabao. Hapo ndipo ambapo linabakia kuwa tatizo. So kwangu mimi bado nawapa Azam Football Club nafasi nzuri ya kupata matokeo. Na tumetazama Azam FC katika mchezo wake wa kwanza huko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya AS Maniema Union, Azam FC ikipoteza bao 2-0. Kwenye ule mchezo namna unavyoangalia Azam FC, aina yake ya uchezaji imekuwa ikitengeneza nafasi nyingi, lakini kama ulivyozungumza kuzigeuza zile nafasi kuwa mabao ndio imekuwa shida. Kwenye hizi mechi kubwa ambazo Azam FC anakwenda kucheza, nafasi moja ikipatikana kiwanjani ni lazima uifanye kuwa bao, maana nafasi haziji kuwa nyingi. Nini Azam FC wakifanya hasa kwenye hii mechi kubwa ambayo kama nilivyozungumza awali wanakwenda kucheza na timu ambayo kwenye kila eneo la uwanja amezidiwa na mpinzani wake? Cha kwanza kabisa wanahitaji kuwa na umakini. Wakishakuwa na umakini, wakawa na utulivu pale wanapokuwa kwenye eneo la 18 au 6 ya Wydad Casablanca, watakuwa na nafasi nzuri ya kuconvert hizo nafasi ambazo watakazokuwa wamezitengeneza na kupata mabao. Lakini kama watakuwa na ile hofu, tunacheza dhidi ya Wydad na sisi hii ndio mara yetu ya kwanza tunashiriki kombe la shirikisho kwenye hatua ya group stages, hichi kitu kinaweza kikawatafuna. So kitu ambacho natamani kukiona kwa Azam ni utulivu, hasa kwa washambuliaji ambao wanaweza wakatengeneza nafasi. Kutengenezeana nafasi na maanisha kwamba ukitengenezea nafasi wewe kitambala bora, hakikisha unakuwa na utulivu na unakuwa na uhakika wa matendo yako yale unayoyafanya unapokuwa kwenye boxi. Hii ni kitu pekee yake ambayo inaweza kufanya Azam wakaibuka na matokeo ya ushindi. Narudia tena, sina hofu kwenye eneo la kutengeneza nafasi. Hofu yangu ipo kwenye namna ya kuzibadilisha zile nafasi kuwa mabao. So the best thing ambacho wanaweza wakakifanya Azam ni kuhakikisha wanakuwa watulivu wanapokuwa kwenye box la mpinzani, wanapokuwa likaribia lango la mpinzani. Wakiwa na utulivu, ni uhakika wa 100% watakuwa na uwezo kupata bao au watakuwa na uwezo kupata mabao. Itabakia kazi kwa walinzi sasa kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakawa hold washambuliaji wa Wydad Casablanca, then baada ya dakika 90 Azam anaweza kupata matokeo ya ushindi. Ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, mabingwa mara 3 wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hawa wakiwa wana historia yao ndani ya bara la Afrika. Hii leo wanakwenda kukipiga dhidi ya Azam FC. Itakwenda kuwa ni mechi aina gani? Uchambuzi uliotukuka amekupatia Lusama Binzunza. Tukutane siku ya kesho katika uwanja wa New Amani Stadium huko visiwani Zanzibar. Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca. Hadi wakati mwingine, na hii ni Anuari TV. Mimi ni Leopard mwana wa John. Hadi wakati mwingine, nikwambie tu usisahau kusubscribe, lakini pia kufollow channel yetu ya Instagram, lakini pia Facebook, bila kusahau TikTok, na huko kote tunapatikana kwa jina la Anuari TV. Nikutakie uwe na siku njema. Asante.